Jackie. Jackie. Asa tabia gani? Unaacha chumba chako na kuja kulala kwenye chumba cha wageni. Tena chumba kina mavumbi yote haya. Ina maana unafika kupata mafua. Au zile mada zangu ambazo huwa nazungumzaga na wewe kuhusu mangu mzazi zinakukwaza? Kama kuna namna yoyote ambayo nakuwa nimekukosea naomba unisamehe. Lakini hiko unachokifanya, kama angekuwa nafanyia mama yako mzazi, sijui hata ungekuwa unajisikiaje. Unaongelea nini? Unaongea kuhusu mama yangu? Kuhusu mama yangu mzazi? Mama yangu aliyebeba mimba kwa kilanga chake na kutaka kunitoa. Wewe unaongea nini? Wewe unajua nini kuhusu maisha yangu? Nadhani wewe hujawahi kujua chochote kwenye maisha yangu. Na hivi unajua kwa nini mimi sizai? Hujawahi kujiuliza kwa nini mimi sizai? Sizai kwa sababu nachukia wamama wote katika dunia hii. Na sintokuja kuwapenda. Mjomba. Vipi mjomba? Maandishi chini juu, juu chini. Hivi unajua kusoma Kichina kweli? Mimi najua vizuri mno. Sisi ndio tumepata elimu ya zamani kipindi hicho ambayo darasa la 4 kwa sasa sawa na form 6. Mjomba, acha kunidanganya. Labda tu niambie unaangalia picha hapo sawa. Picha? Kama angekuwepo marehemu mama yako, Mungu amrehemu, ndio angekuwa shuhuda juu ya hili. Sisi zamani shuleni kulikuwa kuna vipaji. Tunasomea vipaji kweli. Unafikiri kutania mjomba? Hiki ninachokisoma hapa sio kama masiara. Nikisema unajua tafsiri yake? Makubwa. Sasa kama kweli wewe umesomea vipaji, ungeishia fundilanda kweli mjomba? Yaani unadharau kazi ya fundilanda? Ile physics. Unajua physics? Kipaji oji kile. Sio cha bla bla. Unaweza kutengeneza story? Kibao cha mbuzi? Mjomba, labda wasubiri wanangu ndio uje wadanganye. Sawa mjomba. Samahani kidogo, hebu ungekaa chini. Kuna jipya? Nyeti. Tete. Nilikuwa najisikia vibaya, nikaona niende maabara kupima, na hiyo ndio hali yangu kwa sasa. Mimi ninachotaka ni mtoto, lakini sio mimba itakayoharibika. Tunatakiwa tumshukuru Mungu kwa hili. Hilo ni la kawaida sana kwetu. Kwani hiyo ni mimba ya kwanza Mpola? Eti Mpola ya kwanza? Hapana. Sasa tumshukuru Mungu kwa kipi? Hebu niambie. Unachokijua wewe ni kutafuta tu wasama na watu. Basi Aisha.
Nakwambia kweli mke wangu, japo utaona kama nakusimanga. Chogo, kwani si nimekwambia yaishe? Au kuna kitu kingine unakitafuta huko ndani? Unataka kunipandisha kisukari? Kwa hiyo udhaifu wangu ndio unatumia mimi fimbo kunichapia. Shoga yangu, usije ukanikalia kooni mwana mwenzio. Napunguza utitili, mambo sijakaa mengi mjini. So shida zangu Priska. Aya sasa. Watu na wanaume zao mjini. We koma we. Kwa mwanaume gani? Mbona unapenda kumpatia mtu asiyejiweza? Pale alipo tu ila kula tu inamshinda sembuso ya asale. Embo acha kumpa eka bwana wewe. We Priska. Yaani kwa kumsema mmeo. Simsemi ila huo ndo ukweli. Hajiwezi kwa lolote pale alipo. Au zile bukta zinakuchanganya. Yaani yule sio mbele sio nyuma. 50 kweupe 50 kugumu. Embo acha bwana kumuongelea sana. Priska, yule mmeo watu watakuja wamchukue afu mtafute kwa tochi na usimpate. Nitasema alhamdulillah, watakuwa wamenipunguzia mzigo. Manake pale alipo kula kwake tu mtihani. Bila mimi kuwa na eka zangu za mjini, ningekupa nimepauka. Mpaka dakika hii ningekuwa nimepauka kama vile kwa beach. Sijui unanielewa kipande hicho? Kwa hiyo nataka kuniambia kwamba hivi yule mmeo hata kama akitokea mwanamke anamchukua, we huwazi wala hitokuuma. Yaani sijali shoga yangu. Au nicheze mshipa wa mbele wala mshipa wa nyuma. Zaidi kama kuna vindala nitampa, vibukta nitampa na vitisheti vyake vile vya mpauko. Maana jinsi alipo ionekane Idi ipi wala Christmas ipi. Siku zote iko hoi. Embu ngoja kwanza achana hayo mambo. Fanya ukanitiki kwenye daftari. Maana sije nikalipa hela mara 2. Huo mchezo wa hela sina kabisa. Shoga yangu sina ziki hizo. Wewe mwenyewe unanijua. Najimudu mtoto wa kike na wala sitegemei madanga upo. Mbona kama tunaanza kupeana mafumbo? Manake unaweza kunichana sasa face to face ndugu yangu. Haya ya sare au kuna mengine? Hamna shoga yangu, wewe mwenyewe tu unajihisi. Sio unajishuku, kujishuku lazima. Manake naanza kuona hapa madongo tunaanza kupeana ndugu yangu. Huu moto unataka kuanzisha hapa uzimiki kirahisi. Haya, mimi sasa mkaji sana mwali wangu. Naenda nimepata danga langu hilo, wacha nikalidangie. Mtoto wa kike nipo lele nipo ngali. Mji wangu. Vipi? Naona hapo ndonga linakuuma sana. Sasa ukisikia wanaume ndio huo. Yaani hapo ulipo ujue mkeo kaenda wapi? Aja kupikia ujala hapo ulipo una njaa mpaka umechanganyikiwa. Mkeo sijui kaenda kubinuliwa wapi uko saa hizi. Wewe ndio umekaa sasa milangoni kwa watu. Mimi nikitaka kuingia ndani, wewe ya kwangu yote ndani unayasikia. Yaani nina chumba hiki kimoja unavyoniona. Nikifika ndani kwangu nataka nijiachie bwana wewe. Wewe unakaa hapo mlangoni kwangu ili hata nikijambo unisikie. Baba nenda ndani kwako. Kama kwako umeshindwa kupanga mawazo yako huko ndani, tafuta njia uende. Mimi nataka nikajiachie sasa hivi ndani kwangu. Sisi tunaelewana? Nenda ndani. Nenda babu. Yaani nipike mimi chakula changu kishindwa kunukia wewe alafu yote uikombe wewe. Mume wangu akija chakula kinanuka, kumbe kibaba kimekaa hapa kwa ajili ya njaa tu. Na njaa itawatesa mwaka huu nyinyi. Warete. Mbona kazi mnayo? Utakula chipsi wewe mpaka uchanganyikiwe. Karibu. Asante.
Pole na kazi. Mume wangu, nilikuwa naomba unisamehe kwa kile kilichotokea jana usiku. Najua nimekukwaza kwa sababu niliongea maneno mengi sana. Utakuwa umejisikia vibaya. Naomba unisamehe sana na kuahidi sitorudia. Na kuahidi sitorudia, maana nilikuwa na hasira mno. Ni hasira kweli, lakini kupitia hasira yako niliajua mambo mengi ambayo nilikuwa sijawahi kuyajua hapo awali. Nakuelewa, najua utakuwa unapitia maumivu kwa yale niliongea, lakini mimi naona tusiendelee kuongea tena haya mambo. Yaani tuendelee na mambo mengine? Mambo gani? Labda uniambie wewe, ni kitu gani ambacho tuendelee nacho na ni kipi ambacho tuache? Tuendelee na huu upuzi ambao unafanyika ndani kila siku? Yaani tuendelee na hii draft tunaoicheza kila siku ya machaguo? Si ndio maana yake? Yaani endelee kwa kwenye huu mstari wa kumchagua mama aidha mke kila siku hivi. Drama. Hivi unadhani mimi nitakuwa mjinga kiasi gani? Yaani nitakuwa mpumbavu kwamba mimi nimchague mke nimwache mama, si ndio? Asa naomba nikwambie kitu. Mimi siwezi kuingia katika huo mfumo na siwezi kuwa mfano kwenye hii jamii. Siko tayari kukuchagua wewe nikamwacha mama yangu. Ndio lilikuwa swali lako la kila siku. Leo nakwambia namchagua mama yangu, siwezi kukuchagua wewe. Hayo umeyataka wewe. Jackie, kwa nini unanifanyia hivyo mimi? Nimezungumza na wewe mara ngapi? Nimezungumza na wewe kila leo, nimetumia hadi watu wa pembeni wakwambie hili swala. Lakini umekuwa wewe mbinafsi Jackie. Umefanya kila unachoona wewe kwako ni sahihi. Hukuwahi kujali kuhusu mtu mwingine. Hukuwahi kufikiria mateso anayopitia mtu mwingine. Unajua changamoto kiasi gani mimi napitia? Yule mwanamke unamdharau ni mama yangu mzazi, kanihifadhi kwenye tumbo lake miezi 9. Na kanizaa kwa uchungu. Kanitunza na kanisomesha mpaka pale nilipofika. Leo kila siku nije nimkatae mama yangu kwa sababu yako wewe. Kama ulikuwa ni mjinga wewe, siwezi kufanya ujinga kama wako wako. Yaani unakaa tu unaropoka ati mimi mama yangu anataka kunitoa mimba. Hivi una akili kweli wewe kufikiria? Kwa hadithi za kuhadithiwa kubwani. Uliwahi kushuhudia mama yako anataka kukutoa wewe? Kama mama yako angetaka kukutoa ungezalika. Sasa angekufanya hata wakati wa kukuzaa. Jackie, punguzeni kufikiria. Punguzeni kuamini vitu mnavyoambiwa ukubwani. Acha ujinga. Mzazi siku zote ni mzazi. Mama yako yule alikuhifadhi yeye. Pamoja na yote unaosema wewe. Na akakuzaa, akakunyonyesha kwenye nyonyo lake kwa uchungu. Lakini leo unakaa unapayuka na botuka tu. Acheni kudanganywa na mitandao wanawake. Chani kabisa. Mimi sasa sikuwa mjinga kama wewe. Labda nikwambie kitu kimoja. Haya yalikuwa ni maneno, lakini maamuzi nimeshafanya muda sana. Muda kweli. Nimeamua kwa upande wa mama yangu. Mama, basi kuelewi. Kimya wewe. Leo sina nafasi ya kukusikiliza Jackie. Pamoja na yote nitakuachia kila kitu. Lakini huu ndio mwisho wa mimi na wewe Jackie. Sitaweza kuendelea kuishi na wewe. Sinataka chochote tena kwako na usije kunitafuta katika maisha yako yote. Na kwenda kuishi nyumbani kwetu. Nikaishi maisha yale leo fukara. Nimechoka kunyanyasiwa vitu mimi. Nimechoka kunyanyasiwa mali. Why? Mimi mwenyewe nina mikono, ni kijana. Nimekuja mjini kupambana nimsaidie mama yangu. Sikuja mjini mimi nije kumsumbua mama yangu. Ila leo mama anaishi kwa mateso kwa sababu ya ujinga wangu mimi. Kwa sababu ya mpuzi mmoja wewe. Mapenzi gani? Yaani mapenzi gani msao mama? Haya mambo yashatokea na amepita. Kwa hiyo mimi naomba tuendelee na mambo mengine. Inabidi tuweke tu mkakati mzuri wa maisha yetu. I'm sorry. Nimekusikiliza sana. Nimekuwa chini yako kwa miaka mingi. Nimefanya kila unachokitaka wewe. Nimetembea katika njia unayoitaka wewe. Nimeishi kama bwege, kama bogas. Nimekuwa kama sio mwanaume rijali kweli kwa sababu yako wewe. Ila leo ni too much. Kwa hili imetosha. Kama ulishindwa kuniheshimu mimi na ukamdharau na mama yangu pia. Kama ulikuwa unaniheshimu mimi ila ukamdharau mama yangu, ulikuwa unafanya kazi bure. Mimi mtoto wa kiume bwana. Najua thamani ya mama. Sawa. Leo naondoka na mama yangu. Na ndio mwisho na mwanzo wa kuwa na wewe. Sio kanitafuta tena kwenye maisha yako. Bado nakupenda, bado nakuhitaji. Kwa sababu baba unakonda, unaniacha na nani mimi? Nisikilize kwa kitu kimoja. Hii kwangu sio hadithi tena. Ilikuwa nisimulizia kila siku. Jackie ni mwanamke aliyekuwa nakupenda kwa dhati. Na ndio maana nilifanya kila kitu ninachokitaka.
Na ulinipaga chaguo wewe mwenyewe, si ndio? Uliniambia nikuchague wewe au mama. Sasa leo nakwambia nimemchagua mama yangu. Nimeamua kwa upande wa mama yangu, sio upande wako. Pamoja na yote nitaishi kwa mateso, najua, kwa sababu yako. Nitavumilia, lakini mama yangu hapana. Kwa mama hapana, Jackie. Siwezi kumwacha mama yangu kwa sababu yako. Siwezi, never. Wewe ni mjinga. Jutia kabisa babu zako. Jutia hii kwenye maisha yako. Kumhukumu mama yako kwa kosa la kutaka kukutoa wewe. Wewe ni mjinga uliokuwa unafanya, Jackie. Bye. Huenda hili ndio lilikuwa ndoto yako wewe. Ishi peke yako.